Ni makosa ama ni sahihi kumuoa mama mjamzito? Makosa au sahihi kumuoa mama mjamzito, ikhtalafa alulama, wamekhtalifiana wana wa vioni katika suala hili. Baadhi ya wana wa vioni wanasema haifai kabisa kumuoa mwanamke anapokuwa mjamzito, haifai kabisa. Lakini baadhi ya wanavyoni pia wanasema inafaa kumuoa mwanamke akiwa mjamzito, kwa sababu si wa mtu. Maadamu huyo mwanamke si wa mtu, basi inafaa kabisa wewe kumuoa mwanamke huyo, iwe ujauzito huo ni wa kwako wewe mwenyewe au iwe ujauzito huo ni wa mtu mwingine. Maadamu yule hajaolewa, si wa mtu, hakuna tatizo kabisa, unaweza ukaoa na mambo yakaenda sawa sawa kabisa biidhnillah. Hii kama naiona naenda kuleta utata. Ujauzito mtu sio wake, lakini anaruhusiwa kumuoa. Anaruhusiwa kumuoa kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekataza mtu asinyeshelezee shamba, kwa maana asilimwagilizie shamba lisilokuwa lake. Unaona maneno ya hikma sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza mtu asilimwagilie shamba lisilokuwa lake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Maana kuna watu, ndugu yangu bwana Nyundo, bila kusema Kiarabu wao ukatoa aya kwa Kiswahili, wao hawaamini, wanataka mpaka wasikie Kiarabu ndio wanajua hiyo ndo aya. Sasa hiyo sura gani hiyo? Wengine watauliza hivyo. Hiyo suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nisaukum harthun lakum, ya kwamba wake zenu ni mashamba yenu. Unaona lugha imetumika, yani mwanamke amefananishwa na shamba, kwa sababu shamba ukilima litatoa mazao, utapanda utatoa mazao, utapata kuneemeka. Na ndivyo jinsi ambavyo ilivyo pia kwa mwanamke, ni sawa na shamba. Ukioa utakutana naye, ukikutana naye utapata watoto. Sasa kuna mtu ambaye yeye hajaolewa lakini kapata ujauzito, manake kazini, kisha baada ya kuzini akapata ujauzito. Je, huyu anafaa kuolewa akiwa na ujauzito wake? Akiwa na ujauzito wake, majibu sahihi naam, anafaa kuolewa akiwa na ujauzito katika baadhi ya ulama. Na hapa ieleweke, ukisikia neno la ikhtilafu ulama, kuna tofauti za wana wa vioni. Wanasema watu wa sharia kwamba la yunkarul mukhtalafu fihi, siku zote huwa halipingwi moja kwa moja jambo ambalo lina ikhtilafu za wana wa vioni. Yani huwa mtu usemi hiyo, hakuna hiyo. Ukiwa hivyo unakuwa wewe ni mtu inaonekana elimu yako ndogo sana. Lazima useme kweli kuna wanavyoni wamekubaliana na hilo kwamba lipo, na wamesema 1 2 3 4, na kuna wanavyoni wamesema hilo hapana, na wana dalili zao 1 2 3 4. Ila mimi binafsi nazipenda dalili za wanavyoni hawa waliokubali au waliokataa. Ukae hapo ili usiwafungie njia na watu wengine. Sasa kuna watu wako hivi kwamba yeye pale anapopapenda yeye ndo pako sahihi, na pale asipopapenda yeye anatia alama kubwa kabisa ya makosa kabisa. Ili ni kosa la kiilmu, ni khalalul ilmi, ni kutokuwa na maarifa ya kutosha. Sasa Mtume amesema ni haramu mtu kumuoa mwanamke, yani kwenda kumwagilia katika shamba ambalo si lake. Ishara ya kwamba mwanamke akiwa hana mume, hilo sio shamba la mtu. Yani maana yake mtu yoyote anaweza kwenda pale akafata taratibu za kisharia akaoa. Sasa akiwa mjamzito, iwe ujauzito ni wa kwake huyo anayeoa au uwe ujauzito ni wa mtu mwingine, ruhusa kwenda kuoa hapo mahala, kwa mujibu wa baadhi ya wanavyoni, na mimi binafsi nipo katika upande huo, aolewe tu. Na pia hii ni mifano kama jinsi ambavyo inavyokuwa hivi. Labda leo itokee kuna mtu yeye kazi yake anaiba katika shamba la watu, kwenda anatungua maembe, sio shamba lake, anatungua maembe anaondoka. Alafu ikafikia siku akaona kwa nini hili shamba nisilinunue tu kabisa, haya mambo ya kuibaiba hivi mpaka lini? Akalinunua lile shamba, litaacha kuwa lake kwa sababu alianza kuiba? Basi ndo hivyo hivyo pia hata huyu mwanamke ambaye
inawezekana wewe ndio ulikuwa naye umemtia ujauzito wa haramu, ujauzito wa haramu, au katiwa ujauzito wa haramu na mtu mwingine, ila wewe ukaona kwamba huyu mimi nataka kumuoa. Oa tu mzee, hivyo hivyo na tumbo lake, oa, kaa naye, lakini sheria inakwambia huyu mtoto sio wa kwako. Ni wa kwake yeye. Wa nani sasa? Anakuwa mtoto wa mama, sio wa baba. Mtoto huyo hana baba. Na ndio maana zinaa ikakatazwa sana, kwa sababu watapatikana watoto wasio na nasaba, ambao hawana nasabu, na mtoto akikosa nasabu ni dhulma, umemdhulumu yani mmefanya dhulma, akapatikana mtoto ambaye wewe huwezi kumsimamia kisheria. Mfano akiwa anaolewa, huwezi kusimama kama baba, utasimama kama Muislamu mwenzake tu. Lakini huyu mtoto kadhalika hawezi kukurithi, hana mirathi kwako, harithi kabisa. Ingawa baadhi ya ulama, kuna baadhi ya wanavyona wanasema huyu pia anafaa kurithi. Huko sitaki kwenda, sababu pia hili pia italeta utata. Italeta utata wa mitandaoni humo. Lakini baadhi ya wanavyona anafaa kurithi. Kwa hiyo wanasema atakiwi kabisa kusogea katika mirathi mtoto. Kuna mmoja niwahi kusikia kwamba mkiwa ndani ya ndoa, mwanamke na mwanamume, kwa maana mke na mume, alafu mwanamke akachepuka akapata ujauzito, maana akazaa mkiwa ndani, sio mlikuwa mnielewa? Nakuelewa. Yule mtoto anakuwa ni wa, nilimsikia anasema mtoto ni wa mumewe kwa sababu alikuwa ndani ya ndoa pamoja kwamba alichepuka. Hii ukweli upoje hapa? Hapana. Ukweli utabakia kuwa hivyo, kwamba kwa kuwa alichepuka akapata ujauzito, mtoto atabaki kuwa ni mtoto wa zinaa, kwa sababu yeye ndo atakuwa anajua siri ya mtoto yule. Kuna mkasa mmoja ulitokea hapo Tanga, kuna jamaa yangu alinihadithi, mkasa unatisha kidogo. Anasema yule bana alikuwa ananihadithi, ananiomba ushauri, ni mshauri jambo, lakini mahala pagumu sana pa kutoa ushauri hapo. Akanambia, shekhe bana, mimi nina mke wangu nimeishi naye miaka 14. Hivi ninavyokuambia tunaishi lakini kwa mashaka sana. Akanambia kwamba miaka 14 tumeishi na yule mke wangu na tumefanikiwa kupata watoto 4. Lakini kuanzia miaka mitatu ya nyuma hii iliyopita mpaka hivi ninavyokuambia, nimeona kuna tofauti kubwa sana kwa mke wangu. Anasema kila ninaporudi nyumbani namkuta yule mwanamke kajiinamia, hana raha kabisa kajiinamia, hana raha. Na mimi namuuliza mke wangu, vipi, mbona hii hali sikuelewi? Anasema ya kwamba kwa kweli mimi mbona niko sawa tu. Mume anamwambia, hapana, mimi ninavyokujua na ninavyokuelewa hauko hivi, wewe una jambo tu. Asema hapana, mimi sina tatizo. Imekwenda hivyo miaka 3. Siku moja yule mke akamwambia mume wake, bwana, mume wangu, umeniuliza sana ili swali kwamba kwa nini sina raha, kwa nini sina furaha. Ni kweli sina raha na sina furaha, na nina kitu kizito ambacho kinachonifanya mimi nakosa raha. Akamwambia, hebu nieleze ni kitu gani? Akamwambia, basi naomba tuchukue udhu, kwa sababu hili jambo ni jambo zito nataka kuambia. Tuchukue udhu, tukae mahala, alafu ndio nikueleze. Mume akachukua udhu na mke akachukua udhu, amekaa pale mahala. Mke akamwambia, mume wangu, naomba kwanza unisamehe sana kwa nitakayo kuambia. Anambia, si unaona katika maisha yetu yote tumeishi ni miaka 3 hii, umeniona mimi sina raha na tafakuri ya kina sana inayonimaliza, yani inaniuma sana. Anasema, unaona katika watoto wetu hawa, naam, huyu mtoto wa mwisho sio wa kwako. Yule bwana akashtuka kwanza, sio wa kwangu, kivipi? Akamwambia, naam, kuna mtu mmoja hapa mtaani, tena bahati mbaya yule bwana anamjua, ni mtu fulani. Huyu bwana amening'ang'ania sana kwamba mimi niwe naye katika tendo la ndoa. Nimejaribu kataa. Siku moja shetani kanipitia bwana, akiwa ndani ya ndoa. Nikaenda nikakutana naye yule bwana, siku hiyo nikanasa ujauzito. Sasa ina yule bwana anajua kama mimi ni mke wa mtu, lakini kadhalika na anajua nilinasa ujauzito wake. Sasa mimi kila wakati nikikaa hapa nikimtazama huyu mtoto, nikakutazama na wewe ulivyokuwa na mapenzi na watoto wako, roho inaniuma sana, inanipelekea wakati nakosa raha, nakosa amani katika nafsi yangu. Kwa hiyo nimeona sasa leo ni bora tu nikwambie ukweli wa hili jambo namna ile, lakini ninachoomba ni msamaha wako, nisamehe, nimejutia hili jambo, ndio maana nakwambia hivi.
Sasa yule bwana anasema, nikawa nimwambia basi sawa, hamna tatizo, nitakusamehe. Sasa yule bwana ananiambia, Sheikh, kila ninapojitahidi kutaka kupotezea ile story inakataa kabisa kuondoka katika nafsi, katika akili yangu inakataa kabisa, yani kuondoka. Nifanye nini mimi? Nikamwambia, Sheikh, hapo pagumu. Na cha ajabu sasa ikawa yule bwana kila anaporudi kutoka kazini anamwita mkewe, hebu nieleze tena. Mke anaanza kanajieleza, ndio iko hivi. Alikupa kiasi gani? Wallahi alinipa ni hela ndogo sana. Basi anapotezea yule bwana. Akienda kazini akirudi anamwita tena mke wake, hebu njoo kwanza, hebu niambie ilikuwaje kuwaje? Ulikubali? Kwa nini ilikuwa hivi? Yani ni matukio ambayo anasema najitahidi kutaka kujizuia nisimuulize, nashindwa. Nikamwambia, Shekhe, hapo paisha kuwa pagumu. Yani kiufupi, yani wewe maisha na huyo binti ni ngumu, hutoweza tena kuishi naye. Sasa nikamwambia, ukijiweza kuishi jitahidi, lakini kihakika anasema, Shekhe, mpaka inanifikia wakati naona pia hata wengine huenda pia na kanibambikizia. Nikamwambia, mtihani huo. Sasa umeona mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo hili swala la mtu kutoka nje ya ndoa akaenda akapata mimba huko au ujauzito huko, ule ujauzito hauwezi kuitwa ni wa baba huyo, na ni madhambi makubwa sana 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 kwa mwanamke kumbambikizia mtoto mume wake wa halali. Ni madhambi mazito mno kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wale ambao wanaofanya na wanajua kabisa katika watoto 5 6 yupo mtoto mmoja au wawili ambao sio wa baba huyo, subhanallah, hawa watubie kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, toba nzito mno, sababu hili ni tukio hatari sana, kwa sababu watapewa haki wasiokuwa na haki na watachukua haki za watu ambao hawahusiki katika nasaba hizo. Kwa hiyo hii ni hatari sana sana sana. Kwa hiyo mtoto ambaye mke ambaye anayetunga ujauzito wa mtu wa nje, huyo mtoto atakuwa ni wa huko nje au ni mtoto wa mama, na wala hanasibishwi kwa baba huyo. Na hasa mama yeye ndo atakuwa anajua, sababu tatizo si kina baba. Unaweza ukabambikiziwa usijue, wewe ukawa unajua tena ndio ukawa unampenda kuliko watoto wako wote, kumbe mtoto wa mtu bana unahudumia, unafanya kila kinachotakiwa. Subhanallah. Na hapa ndipo watu huwa wanaua. Sana sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru katika mashakili kama. Kwa hiyo mwanamke akiwa na ujauzito, iwe wa kwako wewe mwenyewe au wa mtu mwingine, sheria haikukatazi kuoa kwa mujibu wa baadhi ya wanavyuoni, ingawa wapo wengine wanasema hatakiwi kumuoa. Maana kuna baadhi ya wanavyuoni wengine wanasema hata ukishazini naye utakiwi kumuoa kabisa. Acha akiwa na mjamzito, hata akiwa hana ujauzito inatakiwa hutaki kabisa kumuoa. Wengine wanasema hao ndio wale ambao wanasema ukimuoa unakuwa umeoa na mtoto. Acha kusikia wanasema ukimuoa mama mjamzito utakuwa umemuoa mama na mtoto. Sasa inakuwaje muoe na mtoto? Hapana. Hakuna vitu vya namna hiyo. Isipokuwa kinachotakiwa ni watu tuoe. Unajua tumehusiwa sana tuoe al-abkar, wanawake mabikra. Tumehusiwa sana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuwawe sana al-abkar, wanawake mabikra. Na mwanamke bikra ni mwanamke mwenye thamani kubwa. Sasa swala ni kwamba hawa ambao sio bikra tawaoa nani? Na bikra wanapatikana wapi sasa hivi? Tatizo ni kwamba dunia imeharibika, lakini ilitakiwa hasa tunaooa tuanze wenyewe katika lile jambo. Lakini tunakwenda kuoa tunakuta walishapita kwa watu kibao huko, ndio tunakuja kuwapata sisi katika mazingira haya. Kwa hiyo kwa hali hiyo kabisa tumehusiwa tuwawe mabikra, lakini wa imaikum min ibadi. Anasema lakini na wale watu wakubwa, kwa maana mathaibu ambao sio mabikra lakini wana taratibu nzuri za dini, aliolewa labda baadaye akaja akaachika. Unajua kuna wanawake wengine, kuna mmoja iliwahi kutokea mkasa wa namna hii, namalizia huo. Huyu mdada alikuwa mcha Mungu, ameolewa na mumewe. Baada tu ya kuolewa, siku ile ile ameolewa, mumewe kapata maradhi, akawa ameshindwa kumuingilia yule binti. Basi amemuuguza takriban miezi 6. Yule mwanamume amefariki. Baada ya kufariki sasa, yule amekaa eda, yule mwanamke eda imekwisha. Sasa kapatokea mtu mwingine anamuoa, kamuoa, anakwenda naye anamkuta bikra.
Anamwambia mambo gani haya bwana, unaletea ulaghai, uongo kabisa, utapeli wa wazi. Wewe ulikuwa mke wa mtu, leo unakuwaje bikra wewe? Akamwambia, mume wangu, naomba nikupe siri ya hiki kilichotokea. Sikutakiwa kumwambia mtu yoyote, lakini kwa sababu umenitaka nieleze ili upate kuniamini, ni hiki. Akamwambia, mimi mume wangu huyu wa kwanza aliponioa, siku ile ile amenioa, usiku ule ule alipatwa na maradhi mazito mno, alishindwa kufanya na mimi tendo la ndoa, na nikamuuguza miezi 6 mpaka alipofariki. Kwa hiyo hatukuwahi kukutana. Baadaye umekuja kunioa wewe, umenikuta katika hali hii, ni kwa sababu hiyo. Naona wanawake walivyokuwa wacha Mungu, wanajitunza. Leo wako wapi? Mtihani mkubwa. Yani leo hatari kabisa. Kuna mtu mimi nimemuona Sheikh, kafiwa na mume wake siku 3 nyingi, tayari yuko vichochoroni na wanaume. Kafiwa na mume wake wa ndoa siku 3 nyingi, yuko vichochoroni na wanaume. Hata ile eda hajakaa, hana hata habari kabisa yani. Subhanallah, hii ni hatari sana. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe wanawake wema, lakini na dada zangu pia nawaomba wajaribu kubadilika. Sasa hivi ni wakati mgumu sana. Alafu maisha yenyewe mafupi, tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Ujui kiingia asubuhi, ujui kama jioni utafika. Kwa hiyo inshallah turejee kwa Allah tabarak wa taala. Mwanamke mjamzito anaolewa tu inshallah.